Ndugu waandishi wa habari, Wizara kupitia Taasisi ya Utafiti na Uvuvi na Maliasili za Baharini imeanzisha maabara ya uboreshaji wa mbegu za mwani kwa njia ya kisasa ama njia ya kitaalamu zaidi, ambayo itawezesha tafiti za upatikanaji wa mbegu bora zenye uwezo wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi na mazingira magumu. Pia wizara imeanzisha vitalu vya mbegu za mwani na kuwezesha upatikanaji wa mbegu za mwani kwa wakulima katika maeneo ya Kaskazini Unguja, ambapo tayari jumla ya kilogramu 1376 za mbegu za mwani zimevunwa na kuanza kugawiwa. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa eneo la mafuta na gesi asilia, katika kusimamia na kuimarisha shughuli za utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia Zanzibar, ndani ya kipindi cha siku 100, wizara kupitia kampuni ya maendeleo ya mafuta na gesi asilia Zanzibar ZPDC imefunga mkataba na kampuni Africa Geophysical Service AGS ya nchini Oman kwa ajili ya uchukuaji wa taarifa za mtetemo kwa njia ya 3D kwa eneo la nchi kavu kwa kitalu cha Z2. Utafiti huu utapelekea kujua maeneo ya kuchimba visima vya utafutaji wa rasilimali hizo za mafuta na gesi asilia. Katika eneo hili niendelee kuchukua nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ni dhahiri sote tukiwa wananchi wa Zanzibar tumekuwa na kiu kubwa ya kujua hatima na maendeleo ya swala hili la mafuta na gesi asilia. Lakini katika kipindi cha siku 100, wizara imefanikiwa kufunga mkataba na kampuni hiyo niliyoitaja ya Africa Geophysical Service kwa maana ya AGS ya nchini Oman, na lengo kuu la kufunga mkataba huu ni kuipa nafasi kampuni hii kwa kushirikiana na serikali kupitia kampuni ya maendeleo ya mafuta na gesi kwa maana ya ZPDC kuanza kufanya utafiti wa kina katika suala la kupata data za mwisho na za uhakika na kupelekea hatimaye kuanza hatua ya kuchimba ama rasilimali ya mafuta ama rasilimali ya gesi asilia ama zote mbili kulingana na data hizo zitakavyoonyesha. Kwa hiyo zoezi hilo muda wote litafanyika, na kitalu hicho ambacho kimetolewa cha Z2 maana yake kinajumuisha kitalu ambacho kiko Unguja, na hichi ni kitalu cha nchi kavu. Tukumbuke katika swala la mafuta tunao vitalu tunasema ni offshore na onshore, kwa maana viko vitalu vinavyokuwa katika bahari, lakini viko vitalu ambavyo viko katika nchi kavu. Kwa hiyo zoezi hili litafanyika zaidi katika eneo la nchi kavu.